Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema kutambua nguvu iliyoko ndani ya maombi. Mambo ya Pili ya Nyakati, mlango wa 33 mstari wa 12 na wa 13. Hata alipokuwa katika taabu, akamsihi Bwana Mungu wake, akanyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake. Akamwomba, naye akamtakabali, akasikia maombi yake, akamrudisha tena Yerusalemu katika ufalme. Ndipo Manase akajua ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Mpendwa wangu, maombi yana uwezo mkubwa sana wa kubadilisha mambo yaliyoshindikana kubadilika. Maombi yana uwezo wa kufanya vitu vitokee ambavyo yamkini vilishindwa kutokea kwa muda mrefu. Mtu wa Mungu huyu aliondolewa kwenye ufalme kwa sababu ya uasi ambao ulikuwepo, na aligundua siri ya kurudi kwenye ufalme ni kumlilia Mungu. Maandiko yanasema, naye alipokuwa katika taabu akamsihi Mungu. Unapokuwa kwenye taabu au kwenye jambo lolote ambalo limekulemea, hakuna aliyebeba majibu ya kile kinachokulemea au kinachokutatiza zaidi ya Mungu aliye hai. Alinyenyekeza mbele za Mungu, alishuka mbele za Mungu, akamsihi Mungu ambaye baba zake walimwabudu. Maandiko yanasema, naye Mungu akakubali maombi yake, akamrudisha tena katika ufalme. Maombi yanasababisha urudishwe kwenye nafasi yako ambayo ayamkini ulipoteza ama adui alichukua. Lakini maombi yana uwezo wa kusababisha matokeo ambayo hukutarajia kama itatokea. Na naposema maombi asubuhi ya leo, kama Mungu akikupa neema ya kutengeneza tabia ya kusimama kwa maombi yako binafsi, ukamwamini Mungu kuliko kutegemea maombi tu ya kuombewa, ukajenga msingi wa kumwamini Mungu na kuyasogeza mahitaji yako mbele za Mungu, utaona matokeo ya maombi. Unaposoma kwenye kitabu kile cha Samuel wa kwanza mlango wa 19 kuanzia wa mstari wa 18 mpaka 25, maandiko yanasema, hivyo Daudi akakimbia akajiponya, akamwendea Samuel uko Rama, akamwambia yote ambaye Sauli alikuwa anataka kumfanyia. Wakati vita vilivyoinuka kati ya Sauli na Daudi, Sauli akawa anatafuta kumuua Daudi kwa sababu ya utumishi ambao ulikuwa ndani ya Daudi. Maana vita kubwa kati ya Sauli na Daudi ni nafasi ambayo Mungu amekusudia Daudi achukue. Lakini Sauli akawa anatafuta namna ya kumwondoa Daudi ili asishike hiyo nafasi. Ndio mara nyingi nasema, nafasi Mungu aliyokusudia, mahali Mungu alikokusudia uwepo, hakuna mtu anayeweza kukuzuia usiwepo. Watajaribu tu, lakini maandiko yanasema Daudi akakimbia
aliona vita hivi sitaweza kuvishinda kwa damu na nyama. Vita vilivyoko kati yangu na Sauli ni vita vinavyohitaji maombi. Maandiko yanasema alipomkimbilia Samuel, wakaingia kwenye maombi pamoja na Samuel, wakaanza kupindua mipango ya Sauli, wakaanza kuharibu makusudi ya Sauli. Ndipo maandiko yanasema Sauli akatuma makundi karibia mara 3 ili wakamtafute Daudi, na kila kundi ambalo lilikuwa linaenda linamkuta Samuel na Daudi wanaomba, wanatabiri. Lile kundi linashikana, linajumuika na Daudi, wanaomba mpaka Sauli akaamua kwenda mwenyewe. Alipokuwa mbali kwa sababu ya nguvu ya maombi, maandiko yanasema alipotazama, kumbe Samuel yuko na jopo la manabii, naye akashukiwa na nguvu za Mungu, akaanza kutabiri ya kwamba Daudi ni mtumishi wa Mungu. Maombi yalimbadilisha adui kuwa rafiki. Nataka nikwambia asubuhi ya leo, usikate tamaa kuomba, usiache kuomba. Hata kama majibu ya maombi yako yamechelewa, hata kama hujajibiwa kwa wakati unaotaka, endelea kung'ang'ana na Mungu, maana maombi yamebeba nguvu inayoleta mabadiliko. Maombi yatambadilisha adui yako kuwa rafiki. Maombi ndiyo yenye nguvu ya kukupa kibali mahali ambapo hapana kibali. Ndio sababu Esther anamwambia Mordekai, nenda kawakusanya Wayahudi mkaombe ili Mungu anipe kibali niingie kwa mfalme kinyume na utaratibu. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, usione maombi ni kitu cha kawaida. Maombi yana majibu ya maswali ambao umekuwa ukijiuliza. Pale unapoamua kuomba katika roho na kweli, pale unapoamua kuomba kwa kumaanisha, pale unapoamua kuomba kwa imani pasipo shaka, maombi yana matokeo. Maombi yanasababisha njia itokee mahali ambapo njia hakuna. Wewe ambao unahisi nguvu ya maombi haipo juu yako, maandiko yanasema katika Zakaria, nami nitamimina roho ya neema, roho ya kuomba. Hivyo Mungu asubuhi ya leo akupe roho ya neema ya kuomba, kwa sababu maombi ya mwenye haki, maandiko yanasema, yanafaa mbele za Mungu, tena akiomba kwa bidii. Unapoomba usiombe kwa udhaifu, usiombe kana kwamba hakuna Mungu unayemwamini. Omba kwa ujasiri. Ndiko anasema, ikiwa dhamira zetu hazitushtaki, tuna ujasiri wa kuingia patakatifu pa Mungu na kusema na Mungu. Asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu, Roho Mtakatifu achilie ujasiri na neema ya kuomba juu yako. Wewe ambao umepoteza neema ya kuomba, wewe ambaye huoni upenyo kwenye maombi, Roho Mtakatifu akupe neema ya kupenya katika anga. Maana maombi yanafungua vifungo vilivyowafunga watu. Maombi ndio yatakayefungua familia yako. Maombi ndio yatakaye kufungulia njia iliyofungwa na adui. Tuombe. Mungu mwaminifu uliye hai, achilia roho ya maombi juu ya mtoto wako asubuhi ya leo, ili apate nguvu ya kuomba na ufunuo wa kuomba katika jina la Yesu Kristo. Maana ndani ya maombi ndiko kuna sauti yako, katika jina la Yesu aliye hai. Amen.
ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania. Mawasiliano yangu alama ya jumlisha 255 766 92 11 70.